Vipi, karibu sana kwenye studio za Possible Get You Know, ndio kipindi kipo hewani. Sio bwana. Niko na Mr. Kiongozi, lakini pia niko na familia nzima ya uongozi. Karibu sana Mama Salum. Tumekaribia. Tunashukuru. Tunamwona MC Kapachino. Mungu mwema ndugu yangu, tunajua riziki ni kutafuta. Inshallah. Nisogezee maiki ndugu yangu hapa bwana Samini. Bwana alionana muda mrefu ndugu yangu. Kwema kabisa. Tunduma uonekane kaka. Nipo kaka, sema nimekuwa mtu wa kutoka na kurudi. Sasa hongera sana vijana, tunatakiwa tufanye hivyo, sio ndugu yangu? Asante sana. Karibuni sana Possible. Tunashukuru sana. Bwana, siku 2-3 hizi tumepata taarifa, tunajua tena. Wale wazee wa kuondoka na mitulinga mizigo, au sio bwana? Uume. Yenyewe kwenu ina affect vipi? Unapomwona ndugu yako au jirani yako anakuwa hana uume, au watu mnawachukuliaje? Kwanza imekuwa ni changamoto sana. Unajua watu wana familia. Yes. Kwa hiyo ukishakuwa mtoto wa kiume, familia inabidi uzalishe familia. Kama mimi hapa sina familia cha kwanza. Wakishachukua hiyo, kwa hiyo itakuwa nishapoteza future kabisa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwani future ipo kwenye uume? Kuna familia, kujenga familia ndugu yangu. Unajua sisi tunakuwa tuoe, tuzalishe, tujenge familia kwa ujumla. Kwa heshima. Kwa hiyo inakuwa changamoto kabisa. Sawa. Salum, unazungumziaje hilo swala la vijana wanachukuliwa uume? Sio kijana, mwanaume yoyote yule, awe mtu mzima awe kijana, anachukuliwa uume wake. Na hii ipo Tunduma tu, sehemu nyingine sijasikia. Vipi kwako? Kwa sisi tunaokaa Tunduma. Kwa hii issue kwanza nimeisikia muda mrefu. Ndio. Kwanza nimesikia kutokea Kongo. Yes. Mara ya mwisho nimesikia kutokea Lubumbashi, mji mkuu Kongo. Sasa juzi nimesikia Tunduma. Yes, juzi. Mji wenye watu wengi vibaya mno. Inatafutwa kaka. Mji una watu wengi vibaya mno. Sasa sijajua kuna namna gani ya kuchukua hivi vitu. Yasemekana nikikugusa tu, nikakupiga bega tu, nguvu zinaisha, afu ukiangalia chini mzigo unakuwa mpoteba kama kitovu. Yaani issue imekaeje? Yaani hapo ni kwamba mtu yoyote atakayeguswa. Ila huyu jamaa ambaye amepigwa leo hapo ana leseni ya udereva wa Kizambia, lakini pia sio useme hivyo kwa sababu itakuwa ni customer, itakuwa ni uuzaji. Kama ni Mzambia naye ameanza kufanya hicho kitu kwa sababu itakuwa ni wanaenda kuuza. Sasa wewe inakupa hisia gani, kwamba ni imani za kishirikina au ni nini yani? Hiyo ni imani ya kishirikina moja kwa moja. Watu wanatafuta utajiri au utajiri. Kila mtu atakapochukua anajua kazi yake anaenda kufanya nini. Kuna mwingine anachukua ili apate kazi. Kuna mwingine anachukua ili apate biashara. Kuna mwingine anachukua ili aishi maisha marefu. Kuna nyota sijui wanasema. Mambo ni mengi. Ndugu yangu, nyota kwenye uume. Mbona dhambi ya nchi gani hatujasikia hapo? Mambo ni mengi. Kwa hiyo ukisema mtu anachukua eti kwa sababu si nyota, kuna mtu anachukua aende akafanya biashara zake. Au uende huko Kongo wameanza kuchumia mablanch. Hata wamempa huyo Mzambia, unaenda unachukua, ukienda kupeleka unaenda kuuza. Sawa. Sasa Salum. Hapa niongezee kidogo. Sawa, karibu sana unajua Kongo kuna madini mengi sana Kongo. Kwa hiyo inavyosemekana kwamba watu wanaokuja huku kuchukua hiyo uume wanaenda kuzindika kwenye madini ili uzalishaji wa madini upatikane kwa wingi. Kwa hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa hiyo inahusisha sana watu wa madini. Mtu akishachukua uume na unajua uume ni uzazi ule tayari. Huo ndio njia ya kuzalisha. Kwa hiyo wanaenda wakizindika pale kidogo madini. Uume wachukue vitu vile vya wanaume ambao ni mashoga. Kwako imekaaje hapo? Naona hiyo imekaa kitaalamu wao zaidi kwa sababu ni imani za kishirikina. Unajua mtu kama shoga huwa waamini kama ana nguvu za kiume. Na kwenye nguvu za kiume ni uzalishaji. Kwa hiyo unakuta ile ushoga hawataki kuichukua kwa sababu wanaogopa huyu aweze yaani ana nguvu za kiume. Hivi kwa mfano jamaa akajitokeza akaenda labda klabu yoyote hapa Tunduma. Itakuwaje? Nataka nizungumzie. Karibu sana ndugu yangu. Sasa kama ukimgusa tu mtu unachukua hiyo uume, kwa nini usiende vyombo vya starehe? Kama klabu malonji hayo yapo, watu kibao mno. Waende mbona unagusa watu wengi unaondoka? Kwa nini wewe lonji uendaje? Hapo naongea kidogo. Yaani hapo sema unajua hapa serikali tunayo na watu wanaosemekana wanakuja kuchukua hiyo ni watu wa kigeni. Wanaonaje waimarishe mipaka zaidi kwa ajili ya usalama, watu wasiingie watu wa namna hiyo. Kwa sababu hajashutumiwa mtu wa Kitanzania ambaye anachukua, ni watu wote wa kigeni.
kwa nini usiweke uangalizi zaidi mipakani huko kusudi ili zoezi tulitokomeze kabisa? Sasa huo zoezi kaathiri chochote? Sema kwa hapo kweli, kwa sababu mtu hawezi kujua shughuli aliyoifuatia huko ni nini na amefuatilia vigezo vyote. Hapo inakuwa ni changamoto. Kwa heshima. Sasa Salumu, tuzungumze kidogo swala hilo. Unaonaje labda madini mbalimbali zingehusika na hili swala kwa upande wa Tunduma, kwa mfano Waislamu, Wakristo, kwa sababu hata ilikotoka huko kuna dini, au wanakotoka huko kilikoanzia kuna dini, na kilicho na mwanzo hakiwezi kukosa mwisho. Kweli. Yani kuna wenyewe wanafanya hivyo na kuna zuizi, yani kuna namna unaweza kuzuia. Tumesikia wanasema pini, sijui kuna pini na nimeona biashara ya pini natembea sana. Sasa biashara ya pini na lababeni. Pini sasa imekuwa bei sasa. Wale watu wapo kwenye zile eneo au wanaondoka kwenda kutafuta, ndio hatujajua. Asante sana. Basi tuachane na hiyo mada, tuendelee na masuala sisi vijana. Wewe kama kijana unazungumziaje upatanaji wa hela kwa hapa Tunduma? Upatanaji hela inategemea. Umekuwa mgumu sana au ni wakati? Upatanaji umekuwa mgumu. Na umekuwa mgumu kutokana na changamoto ya kazi. Kazi zimekuwa kidogo mchanganyikeni, mambo mengi. Biashara unayo wewe na mwingine, wewe unashusha bei hivi na mambo ni mengi. Kwa nini unashusha na nini? Mimi bwana nashughulika na mwana transportation, usafirishaji. Na usafirisha nini ndugu yangu? Anything unataka kusafirisha mimi nasafirisha. Kwa heshima. Karibu sana ndugu yangu Steve. Unatoka wapi? Karibu sana Steve. Utuambie wewe unashusha nini, lakini pia Tunduma hela unapata. Kweli. Kwanza kabisa upatikanaji wa hela Tunduma umekuwa ni mgumu, na vijana wengi sana wanajiingiza saizi kwenye imani za kishirikina nyingi sana. Kwa hapa cha kwanza ni kusii vijana kwanza tupige kazi. Mimi ni mkulima. Mimi ni mtu wa kwenda shambani, nikitokomea shambani nalima, nikirudi na mazao yangu nauza, najipatia pesa. Hiyo ndio inanisaidia. Ongea sana. Kwa nini mkulima? Mimi nimelelewa katika familia ya na hutaki kuyasikia? Sitaki kuyasikia kabisa. Japo hili swala linanitia utata kidogo. Kwa sababu tuko tunajua utani nimekuwa serious. Hongera sana. Na sina vijana, tupige kazi, tuache imani za kishirikina. Asante sana. Bwana, hii ni Mopossible TV. Karibu sana. Tulikuwa nami MC Cappuccino, lakini pia nilikuwa na Mr. Kiongozi, Mr. Transportation, lakini pia nilikuwa na mkulima Bwana Steve. Karibuni sana studio za Mopossible. Hii ni Get No. Karibu sana. Asante.